Hello guys, welcome to my channel. Welcome to my channel. Feel at home. Leo nimekuja na hadithi. Kawaida yangu nimeandika na nitaisoma. Lakini iko na mafunzo, najua itasaidia mtu mahali fulani. Leo nawaletea hadithi fupi yenye funzo kubwa la maisha. Hadithi hii inaitwa Kiti Kilichokuwa Kimeachwa Njiani. Sikiliza hadi mwisho kwa sababu ujumbe wake unaweza kukugusa. Hadithi njoo. Kulikuwa na mama mmoja aliyeitwa Rehema. Maisha yake hayakuwa rahisi. Alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo ili kuhakikisha watoto wake wanapata chakula cha kusoma. Kila asubuhi, Rehema aliamka mapema, akafagia nyumba, akapika chai kidogo, kisha akaenda sokoni kuuza mboga. Ingawa alichoka, hakukata tamaa. Siku moja alipokuwa akirudi nyumbani, aliona kiti cha zamani kimeachwa kando ya barabara. Kiti hicho kilikuwa kimevunjika mguu mmoja na kilionekana hakina maana yoyote. Rehema akakitazama na tabasamu na kusema, hata hiki kiti kimechoka na maisha, na akaenda zake. Lakini baada ya hatua chache alirudi, akakichukua kiti kile na kukibeba nyumbani. Mwanaye akamuuliza, Mama jamani, kwa nini umeleta hiki kiti chakavu? Rehema akatabasamu na kusema, kwa sababu nimeona kitu ambacho wewe hujakiona. Siku iliyofuata Rehema alitafuta mbao ndogo, msumari na rangi. Akakitengeneza kiti kile vizuri sana, akapaka rangi, akakirekebisha mahali kilikuwa kimevunjika, akarudisha mguu kila mahali yake. Baada ya siku 2, kiti kile kilionekana kipya kabisa. Mwanaye akashangaa sana, hata hakukitambua kama ni kile kiti kilichokuwa kimevunjika ama chakavu. Hakukitambua. Akamuongelesha mama, akamuuliza, Mama, kumbe kilikuwa bado kinaweza kuwa kizuri kile kiti sasa? Kumbe kilikuwa bado kinaweza kuwa kizuri? Rehema akasema, ndiyo mwanangu. Wakati mwingine watu pia huwa kama hiki kiti. Wengine huangalia na kuona wameharibika, wamechelewa au hawana thamani, na kuwatupilia mbali, kuwasema, kuwacheka, kuona kama ni watu walioshindwa. Hata hawataki wakae katika maeneo karibu nao, kwa sababu ni watu ambao hawana thamani, wamechelewa na wameharibika. Yaani wanawatupilia mbali. Hata akijaribu kuja na ushauri, unaona huyu ni mtu hana maana, ataniambia nini huyu? Na ameharibika, amechelewa, hana thamani yote kwangu. Hivyo ndivyo hicho kiti. Mwenye hicho kiti nafikiri wakati alikitoa nje na kukitupa, aliona hakina maana. But kwa Rehema
akakichukua na akakifanya cha thamani tena, akakitengeneza, akakipaka rangi. Ni kama kile kiti kilikuwa kimekufa na Rehema akakirudisha uhai tena. Tuendelee na hadithi. Lakini Mungu anaweza kuona kitu kizuri ambacho wengine hawakioni kabisa. Rehema sasa alitumiwa na Mungu kuona kile kiti. Hivyo hivyo kwa binadamu, unaweza kuwa hauna lolote, umefika mwisho, na Mungu akakutumia mtu ambaye ataweka thamani kwako tena. Akakusafisha, akakuvalisha nguo mpya, akakuinua, na akakufanya mtu unaweza simama mwenyewe na ukatembea tena na ukaweza kujifanyia mambo. Miaka ilipita. Mwanaye wa Rehema sasa akakuwa mtu mkubwa na kupata kazi nzuri. Siku moja alirudi nyumbani akiwa na furaha kubwa. Wakati alifika nyumbani, mama, nimepata kazi. Mama uko wapi? Nimepata kazi. Na mshahara wangu wa kwanza nataka nikununulie kitu. Kawaida mama atafurahi, atatabasamu, ataona kweli Mungu ametenda. Rehema akasema, mwanangu, usininunulie kitu kikubwa. Ninachotaka ni wewe ukumbuke nilichokufundisha kuhusu kile kiti. Mwanae kakumbuka, karudisha mawazo yake nyuma, akakumbuka. Akatabasamu na kusema, usimhukumu mtu kwa hali yake ya sasa. Huenda bado hajafika kwenye uzuri ambao Mungu amemwandalia. Mama akafurahi sana, akaona kweli kijana yake amekumbuka, ama mwanae amekumbuka aliyomfunza. Usihukumu mtu kwa hali yake ya sasa, huenda bado hajafika kwenye uzuri ambao Mungu amemwandalia. Rehema akatikisa kichwa. Umeelewa somo? Hakika kijana alielewa. Na kile kiti kikabaki nyumbani kwao kwa miaka mingi. Si kwa sababu kilikuwa cha thamani, bali kwa sababu kilikuwa ukumbusho kwamba hakuna maisha yaliyopotea kabisa. Hakuna maisha yaliyopotea kabisa. Kuna jambo, unaweza kuwa umefika mwisho, kuna jambo linaweza fanywa ukawa sasa ujisikie hujafika mwisho. Usikimbie kufanya maamuzi uone nimefika mwisho. Bado kuna nafasi ingine unaweza fanyiwa na mambo yakawa sawa. Funzo la hadithi hii. Usimwangalie mtu kwa hali yake ya leo na kuamua hana thamani. Wakati mwingine mtu anayepitia magumu ndiye anayebeba uwezo mkubwa ndani yake. Kwa Kizungu tunasema, although somebody is down, his spirit is very strong. Anahitaji tu asaidiwe tu kidogo ainuke tena. Asaidiwe tu kidogo apakwe rangi. Kama mguu ilikuwa imevunjika itengenezwe. Na uwezo wake utakushangaza, ni mkubwa mno. He can go an extra mile. Na hapo usikate tamaa kwa sababu tu maisha
yamekuangusha. Huenda bado hujaona uzuri wa kile unachoweza kuwa. Na hapo ndipo tunajifunza kwamba tusihukumu mtu kwa hali yake leo. Huenda bado hajafika kwenye uzuri ambao Mungu amemwandalia. Unashika hilo? Don't be so quick to judge other people. Kuwa na ile roho ya huruma, roho ya upendo na roho ya kupenda kusaidia. Usione mtu tu anatembea kwa njia anajiongelesha, ukampita tu. Rudi nyuma kidogo, msalimie habari yako, kuna shida? Kama ni mwepesi wa kuelewa atakuelezea shida yake. Lakini kama si mwepesi, kwa hakika atakwambia wewe ondoka. But usikufe moyo. Usonge hapo mbele, labda ukutane na watoto wanaomba chakula. Usiwapuuze. Wape chakula. Na unajua watoto kwanza kwa hakika huwa hawasahau. Utakuta miaka mingi inayokuja baadaye, ule mtoto atakumbuka mtu fulani alifanyia hivi. Kama utakuwa unakaa tu hapo eneo hilo, huyo mtoto atakukumbusha. So, somo la hilo kiti ni kwamba there is a second chance in everything. Kuna nafasi ya pili katika kila jambo. Usife moyo. Usione umefika mwisho, usikate tamaa haraka. Usione kama umeharibikiwa, hauna dhamani. Dhamani yako iko. Kwa sababu Mungu alituumba sisi wote, kila mtu na dhamani yake na sababu yake. So tusitoe Mungu makosa, tusitoe Mungu makosa kabisa. Tuwe watu wa kusubiri, kumtumainia Mungu. Na hakika atakuja kutusaidia. Atatuma msaidizi. Kama kile kiti kilichotumiwa, kama Rehema alipita pale, ni kama alikuwa kama ni binadamu, ni kama Rehema alikuwa ametumwa pale akaokoe ule binadamu ambaye ni kiti sasa. Na akamsaidia na akainuka tena. Na kwa hilo akapanda mbegu kwa boma yake, hadi watoto wake wakawa wanaona, wanajifunza kutokana na hicho kiti. Hadithi yangu hapo ndio imefika mwisho, na nadhani imesaidia mtu mahali. Atarudisha mawazo nyuma, au akuwe kama mfano wa kile kiti, aone anaweza saidika tena na akaendelea na safari. Ama ile ukazidi kukaliwa kama we ni kiti ukakuwa wa dhamani tena tu, watu wanaweza kukutumia tena, unaweza kaa. Na kama umependa hadithi hii, niambie kwenye comments umejifunza nini. Na usisahau kujiandikisha. Kujiandikisha kwa Kiswahili, kwa Kizungu ni subscribe. Kupenda ni kulike. Kushare ni kusambaza. Sambaza hadithi yangu uko na ruhusa. Jiandikishe, subscribe, like, penda kazi yangu. Asanteni kwa kunitazama, na naomba mniambie hapo chini kwa comment hii hadithi imewafunza nini. Kwaherini.